الرجيم. فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. mada tunaoendelea nayo au nukta tuloisikia baada ya kueleza sababu za umuhimu wa ndoa na nafasi ile iliyopatiwa katika Uislamu, tulifikia katika malengo na faida au manfaa ya ndoa. Tukaeleza lengo la kwanza ni kuwa ndoa yaeta istiqrar nafsi, utulivu wa kinafsi kupitia kuitika mwito wa kimaumbile wenye nguvu kwa wanadamu wa kutaka kushibishwa. Pili, tukazungumza kwamba ndoa yachangia mchango mkubwa kuhifadhi usafi na utahara na ifa ya Muislamu kupitia kuoa. Sitoyarudia haya, nimeyazungumza yana moja kwa moja na kukuzana na wakati. Lengo la ndoa la tatu na faida, naweza kuyamkua lengo, faida, hikma, manfaa, ni al-istiqlal, kujitegemea. Mwanadamu pamoja na kwamba ni kiumbe mkamilifu zaidi ukimlinganisha na wanyama, lakini katika hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kwamba amemuumba mwanadamu kwa ukamilifu huu na akampa akili na akamfadhilisha kuliko ziumbe wengine, lakini amemwekea kanuni nyingine. Katika kufikia ukamilifu wake ni lazima apande kama kupanda ngazi, hazaliwi akiwa na ukamilifu wake. Maneno nimewahi kuyazungumza katika minasaba tofauti. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Mwanadamu akizaliwa huzaliwa sufur, na kwa sababu hii ndiyo mwanadamu akahitaji malezi, na kwa sababu hii ndiyo mwanadamu akahitaji kuelimishwa ili apate kufikia kwenye ule ubinadamu na ule ukamilifu. Leo ukitukua ulimwengu wa punda, ukipatikana mimba, akizaliwa ule kijana huwa ni kwa kadiri fulani atabaki na mamake, akishakushikana mambo kujitegemea mwenyewe. Ukiangalia ulimwengu wa kuku, ulimwengu wa ng'ombe, hakuna ule mfumo wa malezi wala zituo za kulea wala za elimu isipokuwa mwanadamu.
ili asaidiwe. Lakini ili nifikie hapa nitakapo, hili la kuyewa kwa mwanadamu na wazazi wawili lina uzuri wake na lina matatizo yake. Mwanadamu akizaliwa kijana, aangaliwa na wazazi, aishi katika nyumba ya familia, hukosa sifa ya istiqlal, kujitegemea. Hata ukawa umesikilia umri gani, maadamu huyaoa, maadamu bado uko kwenye ulinzi wa baba na mama, huwa bado wewe huyapata istiqlali yako. Sawa sawa iwe ni istiqlali, yani ni uhuru wako wa kujitegemea, wa kibinafsi, wa kipesa, yani wa kiuchumi, wa mambo mingi. Umri huo utakaokuwa, hata kama umemea ndevu, utaona bado katika kupanga maisha yako, katika kupanga mambo yako. Sasa hapa ndoa katika Uislamu yaja ni mlango mmoja wa kufungua istiqlal kwa kijana mwanamume na kwa kijana mwanamke. Binti anaoishi nyumbani aishi chini ya ulinzi wa baba na mama, hajahisi kwamba yeye ajitegemea mwenyewe katika maamuzi yake. Kwa hivyo wanapotukua uamuzi kukafungwa ndoa, sasa wao hutoka kwenye family wakaunda family yao, hutoka kwenye family ambao wao walikuwa wafuasi wakaunda family ambao wao ndio waongozi, hutoka kwenye family waliokuwa wakipangiwa kila kitu wakaingia kwenye family ambao wao ndio wanaopanga. Na mengi sasa inayopatikana hapa. Na wakati mwanadamu anapopata istiqlal, ndipo anapohisi kwamba yeye aumiliki ubinadamu wake, amiliki sasa ile sifa ya kuwajibika. Wewe angalia leo katika matatizo yaliyoko katika jamii zetu, baada ya kuwa kuna tatizo la kutooa, kwa sababu nyingi tutazizungumza ambazo zimechangia barobaro kuwa hawawezi kuoa kirahisi, utakuta tatizo hili la kutooa limewakosesha hawa barobaro istiqlal, uhuru wa kujitegemea. Yani kisema uhuru si uhuru wa kufanya utakalo, nazungumza uhuru hapa yani kujitegemea na kuwajibika. Imekuja kuunda sifa ya uzembe mara nyingine, kwa sababu maadamu wewe uko kwa baba na mama, maadamu wewe hupangi, maadamu wewe huna umuhimu kujua yeo futari imepatikana au haikupatikana, maadamu wewe huna muhimu yeo kujua bili imelipwa nyumbani ama haikulipwa, huenda kukapatikana kurelax, ikawa twakosa nguvu za mikono ya kuweta uchumi katika umma. Ikawa watu watakuwa uketi wakiingia nyumbani wakila, wakitoka, wakiketi wakiingia nyumbani wakila, wakitoka, kwa sababu hakuna ile hisia ya kwamba mimi sasa najitegemea. Kila mtu ajijaribu, haya si masala ya kukejeliana mimi wewe, ajijaribu kabla hayaoa lilikuwa likimkera kwamba nyumbani yao hakuna mpango. Kwa kadiri yeo linavomkera kwamba mkewe akirudi nyumbani atakakuyua yeo amemwetea nini na kutapangwa nini na kutapikwa nini. Jaribu kupima hisia hizi mbili. Jaribu kupima ukirudi nyumbani ni mke akungoja atakakuyua umepeka nini, na ukirudi nyumbani ni mama na baba atakakuyua umepeka nini. Jaribu kupima hizi hisia mbili, uangalie ipi itakuwa na msukumo zaidi kwako kukizengea hata kama kwa meno. Utakapokuwa hiyo
Kirudi nyumbani nana atakuwa amekasirika. Kirudi nyumbani yao hazitolalika. Kirudi nyumbani yao hakutokuwa na sampuli yoyote ya pepo, kutabadilika kuwe jahannam. Uangalie namna akili itakavyokufanya kazi. Kama ilikuwa hakuna kazi, kutakuwa na kazi. Kama ilikuwa kazi ya kutaua, haitotauliwa tena. Lakini maadamu hatujaoa, hatujapata ile istiqlal, ndipo bado mimi nitafanya kazi au mimi nitangoja bwana, inshallah mpaka mwakani naweza kapata kazi. Mke nyumbani hayui kungoja. Yatakikana mpango upatikane. Idi yao kwatakikana mpango utapatikana tu. Ni kumetiwa shindo kwatakikana kitambara kitapatikana, sampuli yoyote. Utakwenda kukopesha, utakwenda kufanya nini, hayo utayua wewe. Sasa angalia, siko kwenye kueleza yale yanayofanyika ya kulazimishwa kununua zitambara na nini ni sawa au si sawa. Nilipo mimi niko kutaka kuonesha msukumo wa ile nyumba ya kuoana katika kukufanya wewe utaharaki katika kutafuta maisha, kwa sababu wewe uhisi kwamba mimi sasa mimi nimekuwa mume sasa, lazima nisiangushe mume wangu. Vile vile izungue picha hii kwa kijana mwanamke atakavyokuwajibika katika nyumba yake ya ndoa na anavyowajibika katika nyumba ya baba na mama, pia utaona kuna tofauti. Sasa hapa ndipo tunapokuja pale utaka kuelewa watu kwambia ukioa Mwenyezi Mungu atakuruzuku. Manake hapa kidogo kuna kufahamiana makosa. Kisoma zile aya ama hadithi kwamba mtu alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam mshtakia ni fukara, Mtume akamwambia nitakaoe. Ya Rasulullah, mimi mwenyewe mpweke, walideni mtuzi kharfa. Haya tutakapokuongeza na ruhu ya pili ndio kutakuya senti. La, hii ni kutofahamu, hatarishi kwa kikapu. Ni maana wewe umerelax. Kazi ziko barabarani tele. Hakuna masala kwamba hakuna kazi. Lakini sasa sisi barabara tumeketi, hakuna senti, tutaoaia, hakuna senti. Kazi ziko tele nde. Ni kwamba hakuna msukumo wa kutusukuma sisi kwenda kuzengea kazi na kutafuta maisha. Lakini kutakapokuingia mwanamke kitupa cha ruhu, hutaki kumuudhi, wataka kufurahishwa usiku, utakwenda hata kwa meno, hata kama kazi ya kufagia utakwenda kufanya, mkono utataharaki katika uchumi. Ndio maana oani Mungu ataita baraka. Kazi zitapatikana. Kwa sababu ya nini? Istiqlal. Lakini ikiwa hatokuwa na majukumu, hatotahara. Lau tu hata masala ya kuoa, lau tu tulikuwa tuna umri fulani, tukifika sisi wazazi hutuambia ete hapa nyumbani, na kama hukueta hutokula, basi kazi zingetoka. Lakini maadamu tunajua tutaingia nyumbani, tutakula, tutapiga mayowe, tutafanya nini, kazi zitakuwa hakuna. Hapa ndipo tunataka tupaelewe vizuri. Kwa hivyo lengo la tatu au faida ya tatu ya ndoa ni al-istiqlal, yaleta hisia ya kujitegemea ambayo yazaza hisia ya kuwajibika na kushughulisha mkono wa uchumi. 4 katika malengo ya ndoa tuweza kusema ni at-takathuru wat-tanasul, ni kuzaana. Katika matunda muhimu ya ndoa ni kuzaa na kubakisha istimraru an-naw' al-bashari, kubakisha ubinadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa mpangilio ambao tuzaane. Kwa hivyo kubaki mwanadamu katika ardhi hii kwa pitia kuzaa, na kuzaa kwa pitia kwenye nini?
ndoa. Waweza ukanambia lakini hata zina huweta kuzaa. Si lazima ndoa, ikiwa hikma ni watu kufanya nini? Kuzaana, punda uzaana, ng'ombe uzaana na hawana ndoa. Kwa hivyo masala ya kuzaana si faida ya ndoa, ni faida ya kuingiliana kati ya mwanamume na mwanamke, hata kama ni kwa njia ya zina. Ndio kweli ndoa yaeta kuzaana, lakini kuzaana kimpango ambao utahifadhi sunna ya kijamii, nasaba, kabila, taifa. Kuna hawana kabila, ng'ombe hawana kabila, hawana nasaba kwamba mimi bin fulani bin fulani bin fulani al fulani, wala ule ni bin fulani bin fulani al fulani. Pale tuambia napo huyu sijui ni al fulani na huyu ni al fulani, yalikuwa yeye haya yalikuwa kupitia nini? Ndoa. Wakati tunapoyua huyu mwana wa fulani, huyu mamake mfulani na huyu babake mfulani, na babake huyu nasaba fulani na mamake huyu mkabila fulani, na hawa watoka kwenye taifa fulani. Kwa hivyo mpaka kile kitendo cha kuzaana kifremiwe katika ndoa, ndipo kipate kuweta ile waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, ili mpate kuyuana. Kwa hivyo ndoa yaeta kuzaana, lakini kwa mpangilio wa mwanadamu wa kijamii unavyotakikana utumikiwe. Ndio bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, tanakahu takthuru fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyama. Oanani ili mupate kuwa wengi, kuzaana, binadamu upate kuendelea, na vile vile ummati Muhammad upate kuwa ni umma mwingi. Katika riwaya nyingine Mtume asema zaanani ili ardhi ipate kuwa mzito kwa kauli ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ni lengo ama ni faida ya 4 ya kuoana. 5, katika natija na malengo ya ndoa ni asakanu linnas. Napenda kutanabahisha jamanini, kila nikitembea nitarudia, haya malengo ni muhimu sana tuyaelewe kupitia Qur'ani na kupitia hadithi. Wakati tutakapokupiga hatua kwenda kuoa, ndipo pale mwanamume amtafute mwanamke atakaye kuyatekeleza haya malengo, na mwanamke amkubali mwanamume ambao yatapatikana haya malengo. Iwe yale nilionena yatakuja kukamilishwa. Yatakapo kukamilishwa inshallah yatafikisha 10. Hayazungumza malengo 10, ndipo pale tutasema kumeoana, kukaoleka. Yani yale mambo yote ambayo Uislamu yalitaka yatekelezwe katika ile ndoa yameweza kukusanywa katika sira ile. Na angalau hakuna kiumbe kamili, ikiwa tumekosa 10, angalau tutakuwa tusema mimi ndoa yangu ina 80%, ina 90%, ina 70%. Yani katika malengo 10 na 7, na 6, na 8, na 9 wakadhalika. Lengo la 5 ni katika malengo muhimu yamezotajwa na Qur'ani, as-sakanu lin-nas. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu. Kwa wale wafahamuo kidogo lugha ya Kiarabu, waiangalie hii lamu. Nena wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu. Lamu Waarabu waita lamu ta'lil. Leo unapokuja hapa msikitini, mimi nikakuuliza kwa nini umekuja msikitini, ukanambia jitu ila almasjid li usalli.
lilonieta hapa msikitini, msukumo, sababu ilonieta hapa nifanye nini? Ni swali. Ndio ile tanena ataitu au jitu ila almasjid li usalli. Sasa Mwenyezi Mungu hapa ayalil kwa nini ndoa, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, waweza kuweka limadha, ndio dalili ya hilam. Kwa nini ya Allah umetumbia ndoa? Litaskunu ilaiha, ili mupate sakani. Nini maana ya sakani? Ili tuelewe maana ya sakani, nataka tuelewe hapa tabia akhira, mambo mengine lakini tuko duniani. Tabia ya maisha ya kidunia ni maisha yamezojaa matatizo katika nafasi yoyote uliyoko katika maisha haya. Ni makosa sana kama wanavyofikiri baadhi kwamba mimi hapa niliyopo ndipo penye matatizo na aliyopo fulani ndipo penye raha, lao mimi nitakwenda pale kutakuwa hakuna tena matatizo. Anaizungumza hivi ajue bado hajafahamu filosofi ya maisha yake hapa duniani yatembea kwa misingi gani. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maskini uko kwenye matatizo, tajiri uko kwenye matatizo. Isipokuwa tu yanaomkera maskini sio yanaomkera tajiri. Ule maskini huona yeye lao utakuwa kama fulani kalikuwa mimi meze kukata duniani, hujui makero yaliyoko pale. Wahakadha. Sasa katika haya makero, mwanadamu ana energy, ana taqa, Kiarabu wasema nguvu mahdud ya mipaka fulani, kama mobile yako inavyobeba chaji kwa muda fulani. Ufika wakati ikamalizika, ikataka iende ikatiwe chaji ili irudishe taqa, irudishe ile energy ya kutahara. Moja katika zitu alizoziweka Mwenyezi Mungu za kumpa nafasi mwanadamu kurudisha taqa ni usingizi. Na ukiusoma usingizi wanavyochambua wataalamu wa kibiology na nini, leo zile sumu wewe unavotaharaki, fanya kazi asubuhi ukainuka ukenda huku ukatumia bongo, kuna ghudad fulani ndani ya mwili wako huwa zatawanya sumu aina fulani katika mwili. Ile sumu ndo ile pale unapojisikia wewe umechoka, mwili ukuhairi, ni ile sumu inaotawanywa kupitia kufanya kazi. Sasa unapolala huwa waupa mwili nafasi ya kuisafisha ile sumu, na ndipo uinuke upate nishati mpya. Ni moja katika neema ya Mwenyezi alotuumbia. Wala tutuambia katika aya zake, katika neema zake amewafanyia usingizi, wajaala naumakum subata. Lakini mwanamke kwa mumewe na mume kwa mkewe ni kitu kimoya cha kurudiana watu wakati wanapojaa na wanapobobea matatizo ya kilimwengu, shida za kimaisha, matofu ya kazi. Ni mahala wafaa warudi kupeana tena ile taqa ya kuweza kuishi. Na hii ndio maana litaskunu ilaiha. Kila mtu ahitaji wapili wake ambao ataweza kutoa dhiki zake, siri zake, mashtaka yake, lakini na kule upande wa pili kuwe kutapokewa kwa ikhlasi na moyo mkundufu na kuliwazwa. Na hili halipatikani isipokuwa katika nyumba ya ndoa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi anayopokewa kupitia mjukuu wake al-Imam Ridha
alayhi salam anena ma afada abdun faidatan khairan min zawjatin salihah, hakuna faida atakaye kufaidika nayo mu'min itakuwa bora ati iwe ni pesa iwe ni nini, hakuna itakuwa ni bora kama kupata mke mwema. Mwema upi? Idha raaha saratuhu, ukiwa umetoka na maudhiko kwa kadri ya kufungua ule mlango kumkabili mkeo, matatizo yote huondoka. Yule Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia idha raaha saratuhu, kutupia. Utafikiri kuna waya zimeunganishwa, ile wiring namna zinavyopita ukaiona mwili wote umekuwa kuchangamka upya pale nyumbani, wewe waiona kama simba umerudi katika afya na umesahau kila kitu. Idha raaha saratuhu wa idha ghaba anha hafidhathu fi nafsiha wa maliha. Akiingia nyumbani huwa na raha, akitoka nje huwa ana hakika kuna amani yaendelea. Pesa zalindwa, nafsi yalindwa, nyumba yalindwa. Na upande wa pili hali ni hiyo hiyo, mke kwa mume. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya sakana. Tukitaamali jamanini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimewaambia ametuwekea nini usingizi, ni moja katika kutuondoshea, kuturudishia ile taka. Na angalia Mwenyezi Mungu ameusifu usiku katika Qur'ani kwamba ni sakana. Usiku turudi katika aya za Qur'ani, umesifiwa katika Qur'ani mahala kadhaa kwamba ni sakana. Kisha Mwenyezi Mungu amerudi ameisifu ndoa kwamba ni nini? Ni sakana. Kwa nini usiku uwe ni sakana? Sababu ndoa wakati wa kulala. Kwa sababu kazi ya usingizi ya kurudishia wewe ile energy yako. Na ndoa imeitwa sakan kwa sababu yafanya kazi ile ile inaofanywa kazi na usingizi katika kuupumzisha mwili na kusafisha fikra na maudhiko na balaya na kukurudisha wewe. Kwa hivyo hali ya mtu, kwa wale wasoa, hali ya mtu asokuwa na mke kwa mustalahi ya Qur'ani ni hali ya mtu amezokosa usingizi. Hali ya mtu asokuwa na mke ni hali ya mtu amezofanya nini? Amezokosa usingizi. Na nafikiri haya maradhi kusababishwa, ama mtu hupatikana siku fulani katika maudhiko fulani kaketi siku 3-4 yao hapati usingizi. Wajionaje ukiwa katika hali ile? Waweza kuwa na usafi wa fikra, usafi wa akili, usafi wa hisia, uwezo kuweza kufanya jambo ukawa tarkizi yako yote iko pale na mtulivu na nini. Iangalie utakuwa kati umeudhika, ulifanyalo halivi, upangalo uharibika kwa sababu umekosa energy, na chombo cha kukurudishia energy umekikosa, hulali. Kwa hivyo ndipo unapokuja kufananishwa usiku ni sakan na ndoa ni nini? Ni sakan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Kwa hivyo mume ni sakan kwa mke na mke ni sakan kwa mume. 6. Katika Qur'ani twaona katika malengo ya ndoa ni zina, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atumia mustalah ya libas anapotuambia hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Libas tukirudia nguo unayovaa, kila mmoja ajaribu kujiuliza kwa nini avaa nguo.
kwanza mwanadamu avaa nguo kufanya nini? Kujistiri. Kwa hivyo al-libas ni nini? Ni satrun. Lakini mbona hamtundi hami tu mkaitatia? Kama alikuwa kuistiri, ungechukua tamalifu tu mkafunga. Almuhimu chochote chenye kufinika hayatosheka. Kwa hivyo kuna cha pili nini? Al-libasu satrun wa zina. Utakwenda kwa mshono utiwe pliti huku, na wanawake watiwe paipini huku, sijui na nini na nini, na ntambara tu walikuwa uyawike, ikiwa ni masala ya kuistiri tupu. Lakini kumekuja kutangamanishwa na nini? Hata ile hijabu ya Mungu pia jamaa wamekataa kuivaa iwe ni satrun tu. Sasa yeye imekuwa hutiwa kila sampuli ya mshono, imekuwa ina mavideo, sijui ma TV na nini, Allahu wa rasuluhu alam. Kwa hivyo al-libasu ni satrun wa nini? Wa zina. Tumemaliza? La, bado. Kuna na ya tatu. Lakini tuwaona kuna shopping za siku za baridi, kuna na shopping za siku za joto. Mathalan katika mii yenye baridi na joto, ndio na nguo hii tavaa siku ya joto, nguo hii tavaa siku ya nini. Kwa hivyo sasa itakuwa si masala tena ya kuistiri na pambo. Kuna na kiungo cha tatu ni nini? Hasana. Nguo ya ustiri, ya stiri tupu, ya upamba mwili, ya ulinda. Wakati wa joto jaribu kuipatia hewa, tende kuvaa nguo kwa udhuru mwili, na wakati wa baridi wavaa nguo kwa kadri ambazo zitaweza kulinda kiwiliwili chako. Kwa hivyo libas ina sehemu ngapi? Tatu. Satrun wa zinatun wa hasana. Kujistiri, kujipamba, kujilinda. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaposema hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, kwamba wewe mwanamume ni libasi kwa mwanamke na mwanamke ni libasi kwako, ni lazima kutekelezwe mambo hayo mangapi? Matatu, ili libas ipate kuwa imetumika kihakika hapo mahali. Kwa hivyo mume ni stara kwa mke na mke ni stara kwa mume. Mume bila ya mke ni mtu atembea utupu, ni bidhaa iuzwao. Bado kwambia duka lililo wazi. Mume asokuwa na mke wasema ni bidhaatun makshufa, kila mmoja anaweza kupekea mkono. Na mke asokuwa na mume ni bidhaatun makshufa. We angalia tu leo katika kustahiwa, pita mwanamke ni mke wa watu. Unafahamu? Angalia ile staha anayopata, watu wakishakumjua huyu ni mke wa watu wanavyojaribu kumheshimu. Lakini akipita ambao hayaolea jamaa kwamba hayaolea hayaolea, utasikia kumeanza kitu cha kisasa sawa kile. Lakini ukishakuambiwa ni mke wa watu, huwa hata kutoa taaliki hutaki kutoa, utauzilia ulimi wako. Kwa sababu gani? Ana nini? Amejistiri. Sababu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mume ni stari. Ole mwenye kuimba alinena mume ni moshi wa koko, wewe ukitowaka hufuka. Kwa nini? Kwa sababu kama ni nyimbo, lakini ni mashairi, sisi tunatukua madhumuni kughani tutawatia wenyewe, lakini ni maneno ya hikma. Khudhil hikma walau min afwahil majanin, tukua hikma hata ikitoka kwenye miomo ya wandazimo. Maana ya moshi wa koko yani hata kama hatimizi chungu. Tumefahamiana jamani? Hata kama hawezi kukamilisha kila kitu katika nyumba, lakini ana mambo fulani atayastiri pale, na mke ana mambo fulani atayastiri kwa ule mume. Ndio maana hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kisha mume ni pambo kwa mwanamke na mwanamke ni pambo bila shaka. Leo mume mwenye mke
anapopata hisia ya kwamba yeye amekamilika, na haswa akiwa barobaro na pengine akawa ametoka ndiani ufuetene na mkewe guu kwa guu, ile hisia na anapopita mbele za watu anavyohisi ni kama hisia anayohisi mtu amevaa nguo nzuri, siku ile zimemtoa kisawasawa, zina kisawasawa. Aiangalie ile hisia ambayo yampita kwenye fikra zake. Kwa sababu gani? Kwa sababu pambizoni ana zina ya mpamba yeye, na yeye ni zina. Kwa hivyo ni kupambana, ni kustiriana, ni kulindana. Maana ya tatu ya libasi ni nini? Ni hasana. Ni mume amlinde mke na mke amlinde mume. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Al-Imam as-Sadiq alayhi salam atuambia al-mar'atu qilada fanzur ila ma tuqalliduhu. Qilada ni ile cheni au lakti ile autiwa kwenye cheni anaovaa mwanamke, pambo ya kuvaa mkufu au koja la dhahabu likapamba shingo yake. Sasa al-Imam Sadiq afananisha mke na kitu kile, akwambia al-mar'atu qilada, ni kama cheni ya pambo umezovaa katika shingo. Kwa hivyo fanzur ila ma tuqalliduhu, angalia ni cheni gani utavaa ikupambe, sio ikutushe. Angalia wewe mwenyewe ni cheni gani utaivaa katika shingo. 7. Nimeona nikifungua sana tutasikilia tumaliza Ramadhani hatuyapiga hatua, ndo napeka mbio sasa. Azawaju mawtinu salwa wasurur. Ndoa ni mahala pa kupumba na kufurahi, mahala pa kufurahishana, si mahala pa kuudhiana. Ayatullah Ali Hussein Muntadhari anena katika ana muhadhara wa ndoa katika baadhi ya vitabu zake katika kusoma, kuna watu na haya mambo hayakukuletu anenako hata huku kwetu yako, lakini nataka kumnukuu yeye ndo aliyoyanena alafu ni ayete huku kwetu. Hebu ni watu wangapi leo pengine hapa darasani haziwashiki, wataka tu saa itimu warudi nyumbani. Yaani wakiwata ile nyumba wana hamu ya nini? Ya kurudi. Na ni wangapi humaliza masaa mabarazani na migahawani na mahotelini na maskani, na ikiadia saa ya kurudi nyumbani wakaona kama shetani amewasimamia mbea ya mato yao. Zungua upande wa pili, na ni wanawake wangapi wanaohtari kupoteza wakati wao katika ma-TV au kwa majirani na marafiki, lakini ukiadia wakati wa kwenda kukutana na kuketi na mumewe akaona kama ni shetani kumsimamia. Kwa nini kuwe hivi? Ni kwa sababu ile ndoa aloitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe ni kituo cha furaha, ni kituo cha kupumbazana, kwa kadiri hata kukiadia la dharura kuepukana la mwanamume kwenda kazini na mwanamke kushughulikana yake, yawe yatakuwa ni moto mahaba ya choma, wangojea saa itimu kwa jamaa, bwana mimi lazima nirudi zangu nyumbani sasa, yao siwezi tena kuketi nje. Kwa sababu kule nyumbani kuna cha kukufanya nini? Cha kukufurahisha na cha kukupumbaza. Na mwanamke badala ya kukimbia aona ataka kuwa karibu na mume wakati kutakapokuundwa mazingira haya.
Mtakapokuwa kwa furahishana, si uzuri kweli. Sura zina dauri kweli, mapambo yana dauri, rangi na malipstick sijui na nini zina dauri, nyudi, lakini mwisho hubaki uwanadamu, na uwanadamu ndio unaowasiliana. Kuna kiswa japokuwa ni cha khurafati, lakini kina mama Eva ndani. Nafikiri mwa kiswa cha Leila Majnuni. Katika kila taifa wako watu hao, kwa Waarabu, kwa Wahindi, kwa nini. Kwambia katika Waarabu kuna bwana alikiamkuliwa Qais, ndio huyu maarufu akiitwa Majnunu Leila. Mfalme wa zamani zile alipata habari ya kiswa cha mahaba kilioko baina ya Qais na mkewe, mpaka kupigiwa mfano. Ndio Qais akiamkuliwa Majnun na mkewe ni Leila. Ule mfalme akataka kuona huyu Leila ana uzuri gani, mpaka amezomtia wazimu Qais, mpaka limekuwa ina lake huamkuliwa Majnun. Kukafanywa khila mpaka kule kwa mfalme, wakawa wataalikwa wao wawili, ili mfalme apate kumwona huyo mwanamke ni sampuli gani ati ya watu wazimu. Alipokuya akaonekana ni mwanamke, si mondole mwenye kueleza, muovu, ni kila sifa za uovu anazo yeye. Mfalme likamstaajabisha sana, akamzungukia Qais, akamwambia, ya Qais, mimi sioni hata kimoja ambacho kitastahiki kuwa ni sababu ya kukutia wewe wazimu. Qais akamwambia, bila shaka unenayo sawa sawa, ikiwa utamwangalia Leila kwa macho yako utayaona hayo, lakini idha nadharta bi'aini almajnuni falan tara fi Leila ghayra aljamal. Ikiwa utaangalia kwa macho yangu utaona isipokuwa macho mazuri, pua mzuri, mdomo mzuri, shingo mzuri, lakini sharti uangalie kwa macho gani? Yangu. Yani sharti uwe na mahaba kisha uangalie kwa macho ya mahaba, hapo sasa utaona mazuri tu. Lakini ikiwa huna mahaba utaona ubaya. Kwa hivyo kitu muhimu ni kuundwa ile alaka, yale mafungamano ya mapenzi, kisha pua na nini baadaye zitakuja kufuatia, zitaonekana sawa sawa. Akarudi mfalme akamwambia, lakini rangi mweusi huyu. Akarudi Qais akamwambia, kullama kana almisku ashadda sawadan ishtaddat raihatuhu tiba. Huyu yeye kwamba miski kila ikiwa rangi yake imeviva zaidi kwenye weusi, ndio miski yenye harufu nzuri zaidi katika sampuli za miski. Haya ni sampuli yale upenda tongo akamkuwa nani? Akamkuwa kengeza. Kwa hivyo masala hayako kwa waganga, hayako kwenye zifusho kwamba mimi nitaka mke wangu anipende, ama mke ataka mimi nitaka mume wangu awe haoni mwingine. La, ni ile asalwa wasurur. Vipi ile nyumba itabadilishwa iwe ni nyumba ya kutiana furaha, ya kuvutiana, kutatiana kufuli, na kila mmoja atakuwa huomba Mungu na kazi iwe hakuna labda watu waburie waketi ndani ya majumba tu peke yake. Wakati umenimalizikia. Nitatosheka hapa. Inshallah yale yalobakia nitawaambia kesho, Mungu akitupa uhai na uzima. Kuna swala moja tu limeulizwa, nitalijibu, kuhusu Sayyida Maryam. Kuhusu, nilizungumza kwamba ndoa ni kanuni ya ulimwengu. Mwenye kuuliza anasema, kanuni hii mbona ilirukwa kwa Sayyida Maryam, umezawa bila mume? Unajua likulli qaida shudud,
Sisi hatuzungumzi miujiza, tuzungumza hali ya kitabia. Kwa ila kimiujiza hakuna simbo iwaonyoka. Kimiujiza hakuna simbo iwaonyoka. Lakini simbo ya Nabii Allah Musa ilikuwa nyoka. Lakini kuwa simbo ya Nabii Allah Musa ilikuwa nyoka haitufanyi sisi tufanye shaka kwamba mabaki ya mabilioni ya simbo hayawi nyoka. Ile ni moya, na kwa haja fulani na kwa miujiza Mwenyezi Mungu alitadakhali. Kwa hivyo kwa sababu ya kupitia Maryam tu kwamba alizaliwa Nabii Allah Isa bila ya ndoa na bila ya baba, kwa ajili ya miujiza aina fulani yataka kutumwa, haitupi ni sababu sisi kuikiuka sunna nzima ya ulimwengu ambayo hatujaona baada ya Maryam nyingine. Pia swala hili linaweza likaulizwa kwa Adam. Kwa ngampatikana kwa mama, Adam hakuwa na baba wala na mama. Lakini haya ni masala hayakisiri, ni nadira na yako katika miujiza. Kitu cha mwisho ambacho nataka kumaliza kwa dharura, nitakutoka kwenye mada lakini ni muhimu, nataka kushiria. Kumeanda kufuatwa baadhi ya barobaro. Ushikwa barobaro mmoja akitukuliwa polisi, akaenda akihujiwa, akimwata. Na hizi ni sampuli za kutishana. Hizi ni sampuli za kutishana, na hawa watu wajaribu tu kuonesha kwamba yale yalitokea watahakikisha hayatotokea tena. Kwa hivyo tu nimependa kufahamisha barobaro yoyote ambaye atafuatwa atanini, ni muhimu sisi tujue mambo haya, sababu kuna zingine huzipata zimezie kumalizika. Ni muhimu sana tupate habari hii na tujue kuna nini huko polisi na wataka nini. Na sijui kwa nini wao wafuate vijana wakiwashika hawasongi pale ambapo panapohitajika kusongwa. Ikiwa yale aliyosababisha ni nini, wae kwa angu, wae kwa nani, wana maswali waulize, wataka kushika washike, wae nini, sio wafuate vijana kule washike watishe. Hii ni kubabaishana tu, lakini wao wapayua mbapi, lakini hawasongi nini, sijui kile kinachowafanya washinde. Kwa hivyo nataka tuwe na hadhari na zitu kama hizi na tujuane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.